mwenyekiti wetu wa taifa, mbunge wa Hai na kiongozi wa kambi ya upinzani bungeni. Yupo hapa kwa kazi maalum. Nafahamu kesho kikao cha bunge kinaanza, lakini anataka kutupa ujumbe maalum. Arusha oye! Hakuna hoye hapa. Makamanda, leo ni siku ya ukombozi. Ninaomba nidhamu ya hali ya juu. Naomba tuelewane. Ndugu zangu wa Arusha, leo nazungumza mambo mazito. Arusha, naomba utulivu. Nachosema, sikilizeni Arusha. Ninaomba tusifanye mambo ya mzaha kwenye mkutano wa leo. Naomba tusifanye mambo ya masihara mkutano wa leo. Nazungumza, dunia nasikia. Ninaomba nidhamu kwa makamanda wa Arusha. Ninaomba nidhamu kwa wanachadema. Ili tuweze kuwa pamoja, ni lazima tusikilizane. Ili tuweze kufanikiwa kwenye malengo ya kukomboa nchi yetu, ni lazima tuwe na nidhamu. Kwa hiyo naomba viongozi tuzungumze masuala ya msingi kwa mustakabali wa taifa letu. Ninaomba DJ, mambo ya muziki leo hacha. Mambo ya utani na ngonjera kamanda Mbowe leo nasema hapana. Leo tunafanya mambo kwa mustakabali wa nchi. Peoples! Ndugu zangu wana Arusha, ninazungumza kwa niaba yenu. Ninazungumza kama mwenyekiti wa chama, kwa niaba ya Watanzania wengi wenye kupenda haki katika nchi yetu. Mbunge wenu yuko magereza. Yuko magereza kwa siku ya 7 sasa. Siku ya juzi nilikwenda kumuona magereza, nikazungumza naye, na nilikwenda kuzungumza na mbunge baada ya kufanya mashauriano ya kina na viongozi wakuu wenzangu ndani ya chama. Baada ya kufanya mazungumzo ya kina na wanasheria ndani ya chama, Bunge la Jamhuri ya Muungano linaanza kikao muhimu sana cha kujadili katiba ya nchi yetu kesho. Kwa msingi huo, pamoja na kuelewa uzito wa hoja, pamoja na kuelewa ukubwa wa tatizo lilokuwa nalo Mheshimiwa Lema, nilimtaka kwa niaba yenu, kwa niaba ya chama, atoke leo. Tunachokielewa Watanzania, na mazungumzo mengine atazungumza mwanasheria wetu mbunge Tundu Lissu, atakuja hapa. Tulielewa dhamana ya mbunge iko wazi, na iliripotiwa hivyo mahakamani, iliripotiwa hivyo kwenye vyombo vya habari. Masaa machache kabla sijaenda bungeni, walikwenda maafisa wakuu wa polisi, makamishna, wakifuatana na kamanda wa upelelezi wa mkoa wa Arusha, wakamwomba Lema akubali dhamana. Lema akakataa, akasema jambo hili
wanaoweza kunishauri ni viongozi wangu wa chama kwa niaba ya Tanzania. Sasa nilipokwenda mahakamani nikazungumza naye, nikamwambia tumeshauriana viongozi wako, tunakushauri na tunakutaka utoke siku ya Jumatatu leo, na leo hii naondoka na wewe usiku kwenda Dodoma, asubuhi tunaanza bunge na Lema uko ndani ya nyumba. Tunatetea katiba ya wananchi. Ndugu zangu, nitashangaa kwamba aandike barua mahakamani akiomba Lema aletwe aweze kuwekewa dhamana, kwa sababu tuliambiwa mapema dhamana iko wazi. Baada ya kutoka polisi, nilikwenda kukutana na kaimu kamanda wa polisi wa mkoa wa Arusha, Kamanda Mpwapwa. Nikazungumza na kamanda wa upelelezi wa mkoa RCO, wakaniambia mwenyekiti Mbowe, tunaomba kumshawishi Lema atoke. Nikawaambia kama chama tulikusudia viongozi wa chama ambao sio wabunge wakiongozwa na Dr. Wilbrod Slaa watafanya mikutano ya hadhara katika jiji la Arusha kwa siku 7 mfululizo. Tukawaandikia barua kwamba kuanzia saa 4 asubuhi mpaka saa 12 jioni kwa siku 7 mfululizo, Mbowe na makamanda wengine Dodoma, Slaa na makamanda wengine Arusha, kufundisha demokrasia, kufundisha ujasiri, kufundisha haki. Tukawaambia makamanda wale tunakusudia kufanya hivyo. Wakaniambia, mwenyekiti, tunaujio viongozi wa kimataifa, tunaujio mwanamfalme wa Uingereza wa Malkia. Tulia Arusha, tulia Arusha. Nikawaambia tunaweza kuahirisha kwa wiki moja kama mbunge wa Arusha Lema atatoka siku ya Jumatatu aje Unga Limited azungumze na wananchi